Haleluya. Nyinyi niacheni. Hii tunarekodi, tunarusha mitandaoni, watu wengine wajifunze. Hapa sauti na rekodi vizuri sana, wewe hutanielewa, lakini ipo siku mchungaji atakuja akusikilizishe kwamba ndio ile ulikuwa unahubiria bila vyombo. Hiki ni chombo kina rekodi hapa. Safi. Kila kitu kinaendelea vizuri hapa. Fungu la 10 nataka nikupe mbinu sasa ili wewe ujitambue. Maisha hayo unayoishi sio yako wako. Maisha yako wewe yanalindwa na fungu la 10. Fungu la 10 ndio namba yako ndani ya kanisa. Wachungaji wanapoulizwa huko kwenye majimbo huko kwenye uongozi wao huko, una washirika wangapi? Hawana namba kamili ya washirika wao. Anababaika, hana jibu kamili. Paka sasa hana jibu kamili. Jibu kamili la mshirika mwaminifu ni yule anayetoa fungu la 10. Anasema nina washirika 30. Anasema nina washirika 10. Sasa utajiuliza, mbona tu hatupo 10? Mbona tuko 50? Anasemaje 10? Kumbe 10 ni namba ya mwaminifu kwenye zaka. Zaka, nataka nikuelekeze zaka ilivyo. Zaka tumeamrishwa. Amosi, mmoja asome kitabu cha Amosi Malaki 3 mstari wa 8 mpaka wa 12. Huyu anataka kusoma, inatakiwa asome tena, aje hapa. Wala sio somo langu hilo, lakini nakuta natamani kuzungumza hivyo kwa sababu hatutakuwa salama kama itakuwa hivi. Fungu la 10 kwa Mungu kwenye 10,000 ni shilingi 1,000 tu. Serikalini kwenye 10,000 yako inachukua shilingi 1,750. 10,000 yako hiyo. Serikali inachukua sehemu ya 10 shilingi 1,750. Mungu anachukua shilingi 1,000 tu. Kwa shetani kwenye 10 ya shilingi 1,000 wanachukua shilingi 6,000. 6,000 na ni waaminifu kweli. Sisi kwa Mungu shilingi 1,000 tu. Na hisi kwa sababu hatujui neno la Mungu. Lakini kama tukijua neno la Mungu tutakuwa waaminifu, tutazikomboa familia zetu. Tutakomboa mashamba yetu. Tutakomboa mipaka yetu. Anasema nitarudisha miaka yenu iliyoliwa na nzige na madumadu. Kwenye 10, kwenye fungu la 10, usipokuwa mwaminifu hapo, hatukuelewi kiukweli kabisa. Na ndio maana fungu la 10 ni siri baina yako wewe na Mungu wako. Ngoja nisubiri mwingine yule anayetoka nje arudi tena ndani. Kama anafuata mtoto. Muda wa neno sio muda wa kutoka nje jamani. Yaani hapo naongea na Mungu moja kwa moja. Sio muda wa kutoka nje. Muda wa kutoka nje ni kipindi cha sifa. Kile ndio kipindi kizuri, naenda nje ingia ndani. Lakini muda wa neno unaongea na Mungu moja kwa moja. Tulia ibadani. Hata kama umevaa gauni jipya, tulia ibadani. Hata kama umevaa suti mpya, tulia. Mwingine anataka tumuone amevaa suti mpya. Hana sababu ya kwenda nje. Anaenda nje na kujizungusha tu. Haendi kufanya chochote, lakini tumemuona, si tulimuona mgongoni, hatukumuona kwa mbele. Sasa ananyanyuka aende mbele, aende nje, lakini lengo lake tu tumuone amevaa suti mpya. Nataka nikwambie usirudie michezo hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Upentecost sio mchezo. Alafu ni very simple. Maana anasema nira yangu ni nini? Ni laini. Na mzigo wangu ni mwepesi. Lakini sheria nje na Kristo ni ngumu jamani, ni ngumu. Ni ngumu. Utasikia ukalete mbuzi wa njano na huyo mbuzi anapatikana Mwanza. Ataenda Mwanza kutafuta mbuzi wa njano Mwanza. Lakini kwa Mungu wala hakuna masharti hayo. Tunaishi kirahisi sana. Je, kwa Mungu si tungefanya zaidi? Lakini kwa Mungu tunafanya mizaa, tunalegalega, tunafanya vya ovyo. Yaani leo mama mchungaji amefika Mewai hapa na mume wake. Ndio mimi sikujua, nikajua ni washirika wa kawaida. Maana kiti akijakaliwa na mtu. Kumbe ndio mama mchungaji. Mimi siwamjui. Yaani hapa nimekuja simjui mchungaji tu, tunafahamiana. Simjui mama mchungaji. Simjui yoyote hapa. Kwa imani tu mchungaji ameniamini, amenipokea. Kwa nini sijasema yeye tulikuwa naye ibadani? Nimesema watu 3. Naye hakuwemo kwa sababu ngoja nikwambie mchungaji mwenyewe hakuwemo ibadani leo kiukweli. Nataka nikwambie kwa nini nasema hivi. Ana mashaka. Kwanza mtu aliyempokea
analisha watoto wangu matango mwitu, matango poli au chakula kutoka kwa Mungu. Hana imani na mimi, maana hanijui. Angenijua angetulia na ibadani. Kwa wazo lake lilikuwa ni hilo tu, niliyempokea sahihi. Unajua kwa nini nasema hivi? Wakati naongea naye ili nifike ibadani hapa, kuna mtu akampigia simu. Bwana fulani unamfahamu? Nimpokee. Yuko sawa. Mchungaji anauliza, yuko sawa? Umenielewa? Ina maana hana imani na mimi. Ni kweli, ndivyo ilivyo. Yuko sawa kabisa. Mama mchungaji alikuwa huru, maana hanijui, hajui chochote. Yeye na ameshirikishwa tu kama tuna mgeni leo. Tuna mgeni leo. Naye ndivyo hivyo. Kiara basajege bando ba kiara. Kiukweli sisi ndio uhalisia wa Mungu. Kama hatutachanganya na mizaa mahudhurio yetu, kiukweli itakuwa ni bure. Lakini sisi sio bure. Sisi watu waige mifano kwetu. Haleluya. Nasema kila siku kuhusiana na utakatifu. Unajua utakatifu yani utakatifu ulivyo au upentekosti ulivyo, manake sisi ni uhalisia wa Kristo, uhalisia wa Yesu kabisa. Sisi ndio upentekosti, maana upentekosti umekuja na Yesu. Haleluya. Lakini nje na Kristo upentekosti haupo. Kwa mfano leo hii wewe ukishika sheria zile za zamani, zile za kina Musa kule, zile za zamani zile, unakuwa bado wewe ni mshamba. Lakini sisi tunashika sheria ya Kristo, na sheria ya Kristo ni upendo. Anasema upendo, penda nini? Hiyo ndio sheria ya Yesu, na sisi tunaishi kwa sheria ya Yesu Kristo. Haleluya. Upentekosti umekuja na Yesu Kristo. Upentekosti haukuweko zamani kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Zamani eti leo unashika sheria 10, amri 10. Nimesema amri 10. Amri 10 sawa. Hakuna agano jipya bila agano la kale. Agano lilianza la kale, baadaye likaja agano jipya. Haleluya. Kwa agano jipya manake limekusanywa na agano la kale. Manake agano la kale tulijifunza waliokosea, waliotutangulia, na tulijifunza walivyofanya vizuri waliotutangulia. Na ndio maana Yesu alisema sikuja kuzitengua, yani kuitengua Torati au kuziondoa sheria zile za nyuma, bali kufanya nini? Kuzitimiliza. Kuzitimiliza. Sasa alizungumza neno moja tu linalozitimiliza ile sheria za zamani zile, upendo. Somo letu la leo linasema hivi: zitafakarini njia zenu. Haleluya. Hiyo inapatikana kwenye Hagai 1:7. Hapo ndipo kwenye kichwa cha somo letu. Zitafakarini njia zenu, au itafakari, au zitafakari njia zako. Consider your ways. Hallelujah. Consider your ways. Zitafakarini njia zenu. Hallelujah. Unajua sheria za Musa zile, sheria zile za zamani, ilikuwa ngumu hata kukutana na mchungaji wako kama tunavyokaa nao leo hii. Haikuwa rahisi. Waliishi maisha magumu. Leo tunakaa na wachungaji kiti kimoja. Leo tunalala na wachungaji kitanda kimoja. Leo ni upendo wa Yesu Kristo. Yani ni mfano wa kuigwa. Namna Yesu alivyokuwa naishi na wanafunzi wake, ndivyo wachungaji wetu wanaishi na wanafunzi wao. Wanakaa na sisi kirahisi kabisa. Zamani haikuwa rahisi. Na ndio pale ya sasa kwenye kitabu cha Yohana 1:17. Yohana 1:17 Biblia inasema hivi. Yohana 1:17 Biblia inasema hivi: kwa maana Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Je, tushike Torati ya Musa au neema na kweli ya Yesu? Neema na kweli ya Kristo. Na ndio mfumo wa maisha ya kanisa hili, na ndio mfumo wa maisha ya Pentekosti, ya Kipentekosti. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa na masomo marefu, lakini tuna ibada moja leo, tunasalimiana tu. Ipo siku tutakaa sawa sawa, tujifunze vizuri kwa utulivu, tutiririke sawa sawa. Nifanye kitu cha kukufanya kwanza wewe ujitambue, kurudi kwenye asili yako. Maana asili yetu sisi ni upentekosti, ni utakatifu. Kanisa linaitwa Pentecost Assemblies of God. Kanisa zuri sana. Kanisa naloabudu mimi linaitwa Evangelistic Assemblies of God. Yani EAGT. Assemblies
Nianze kujitambulisha majina yangu. Majina yangu mimi naitwa Hezroni Anyitike Mwakatoga. Nina watoto 6. Watoto wangu wa kiume 2 ndio hawa hapa. Sijui kama watakuwa ni viongozi wazuri wa dada zao, sijajua hiyo. Ila natamani ingekuwa hivyo. Unajua watoto hawa bwana, kama mtoto lina kichwa cha mgando, yani halina akili, ingarau basi mwenzie sasa amsaidie mwenzie. Kwamba wanashituka. Kwa mfano, wanangu wamekaa kwenye viti viwili kama mmewaona. Mmoja alikaa kule, mwingine alikaa huku. Kama huyu wa huku hajakumbuka kwamba akija mwingine akae hapa, mimi nisogee kwa mwenzangu hapa. Umeelewa? Basi mwenzie akumbuke kwamba bwana, sogelea kiti cha hapa ili mwingine atakapokuja akae hapa. Nikaanza kuaminya mwenyewe, nimekaa kule namwambia wewe, shitue mwenzio asogee hapo. Ndio wakasogezana kwenye viti. Mgando, vichwa vya mgando. Umeelewa? Mgando, vichwa vya mgando. Lakini sasa ndivyo tunavyotaka sisi, tunataka watoto wetu wawe sawa. Tuwalee watoto vizuri. Inawezekana mtoto kumweka sawa, na ndio maana popote ninapoenda natamani tujifunze tukiwa na watoto wetu ndani humo. Maana mtoto anaangalizia tabia za wazazi, kwamba mzazi kwamba okay, kama ndio njia hizi na mimi natakiwa kuishi hivi. Kama mama unamjibu mumeo vibaya mbele ya mtoto ndivyo atakavyoishi. Haya, nafika mahali tunawatesa wachungaji. Mwanangu haolewi, ana miaka 25, 26, haolewi. Wachungaji wanaomba, hawaelewi. Kumbe haitakiwi uombe. Makosa yalishafanyika tayari kimwili kabisa, shetani hahusiki. Yaani ukanitukia ndume ngeni mbanako. Hebu niambie, nini kinachofuata hapo? Baba anapiga mke wake mbele ya mtoto. Inafika mahali mtoto anasema, kama wanapigaga hivi basi sitaolewa. Hebu vipi wewe unamwombea mchungaji, ombea mwanangu aolewe na miaka 35, 36. Kumbe mtoto amekataa yeye kuolewa, hataki. Kwamba wanapiga ukiolewa, kumbe anaangalizia tabia ya nani? Ya baba, kwamba kama ndoa zinakuwa hivi hapana, sistahili kuolewa. Acha nibaki hivi. Kumbe wazazi wanateseka, mwanangu karibu ndogile ndisi. Yaani anawaza vitu ambavyo wala hata havipo. Unajua sio kila jambo la kuombea. Kuna vitu ambavyo natakiwa mzazi kama mzazi urekebishe mwenyewe, kwamba style life yangu, maisha ambayo Mungu anapendezwa nayo kwa mwanangu ni haya. Ngoja nikwambie, wenzetu Waislamu wako hivi. Waislamu wanafanya hivi. Mtoto akishazaliwa tu, cha kwanza kabisa wanamfanyia azana. Wanamsembea sikioni mwake. Sio wanaweka nini mule? Yaani wanampandikiza vitu ambavyo natakiwa mtoto aanze kuishi navyo. Sisi tunafanya hivyo. Watoto tunawaachia watu wengine. Mama anashinda kwenye vigenge, yuko busy. Anarudi kila siku mtoto wake ameshalala usingizi. Baba hivyo yuko busy saa 7, saa 8 usiku. Haulizi hata mwanae, mwanangu unapitia yapi? Haulizi. Lakini kama haulizi, usifikiri mtoto wako haulizi sehemu. Anauliza kwa wengine. Sio kwa baba. Baba yuko busy, mama yuko busy. Anaenda kuuliza kwa majirani. Baba fulani, 1 2 3. Mimi shuleni 1 2 3 tunapitia. Yule baba fulani ana moyo wa upendo wa kulea watoto. Mimi shashuhudia mtoto mmoja anasema, "Ila baba yenu nyewe mna baba mzuri nyie." Yaani mtoto anazungumza, hebu vipi babake anasikiliza akiwa nyuma anasikiliza. Beba hata bahasha, hata kama haina kitu na mboga ya 200, beba bahasha peleka nyumbani, mtoto wako anavyoangalia kwamba na maana baba yetu anabeba kibi. Kwa ipo siku mwanao wa kiume atabeba. Nimesema hivi, watoto wa kiume ni waume za watu watarajiwa. Wa kike ni wake za watu watarajiwa. Kwa unapomwandaa mtoto ndio atakuwa maisha yake huko. Haleluya. Kwa kumbe cha kwanza kabisa tuwafundishe wao kumpenda Mungu, wao kuishi na Mungu, wao kulishika neno la nani? La Mungu. Wewe wanashika season za Kifilipino watoto. Wanavifahamu hivyo kuliko neno la Mungu. Kumbe tuweke kama homework kwamba kila siku ashika kakipande hata nusu mstari tu mwanangu. Kesho namalizia. Baada ya wiki 2 mtoto wangu ameshashika mstari mzima wa kumsaidia kwenye maisha yake. Sasa hivi zimetoka Biblia fulani hivi. Hizo Biblia usipozigundua huenda hata wewe umenunua, kwa sababu unafuta vumbi Jumapili mpaka Jumapili unafuta vumbi Biblia yako. Lakini kuna Biblia zimetoka huenda nao nayo ila hujui. Sisi ngoja nikwambie, ushindi wetu upo katika neno. Yaani neno la Mungu ndio maisha yetu sisi, ndio maisha ya Pentecost. Haleluya. Turudi kwenye zaka. Zaka, yani ukitoa zaka, yani ni sawa na kwamba umeweka walinzi 50 mpaka 100 kwenye mlango wako. Hamjanielewa? Unapiga story na mtoto wako kwanza ndio utanielewa. Utanielewa huko. Nataka nikusaidie wewe mwenyewe. Nikupe key wewe mwenyewe. Hii ni faida ya zaka.
Nataka nikwambie zaka inalinda mali yako. Zaka inalinda mtaji wako. Zaka inaondoa ujinga wa watoto wako. Yaani iwe haujulijui neno. Lakini kama utalijua neno, kwamba neno litasababisha mimi nijue maana ya zaka. Aliyeshika Biblia inaomba aje hapa. Aje hapa, aliyeshika Biblia nimwambia afungue kitabu cha Malaki 8, Malaki 3 mstari wa 8. Njoo usomee huku baba. Huku kuna maiki huku. Njoo usomee huku. Aha, kumbe yupo mama hapa. Njoo mama, njoo. Wewe uko speed sana wewe. Kiongozi wa vijana. Ongea tu hapa, usio na wasiwasi. Haya, soma. Malaki sura ya 3 mstari wa 8 nayo inasema. Usikilize kwa makini nyinyi mlishika Biblia huko. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Haleluya. Usiondoke. Unakimbilia wapi mama? Utaki kuwa mchungaji mtarajiwa. Sikiza nikwambieni sasa. Anasema mumeniibia. Mumeniibia. Hebu endelea kwanza hapo mama, endelea. Soma. Mstari wa 9. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi. Naam, taifa hili lote. Leteni. Jamani, mumelaaniwa kwa laana. Kuiba ndio, kwa mfano, mchungaji wako ukipeleka 40,000 mfano. 40,000 maana yake mtaji wako ni shilingi ngapi? 400, sio? Kumbe wewe umepata 500,000, lakini umepeleka shilingi ngapi? 40,000 baada ya kupeleka 50,000. Mchungaji anakusifia, anasema huyu ni mwaminifu sana. Kumbe umeiba. Kuna 10,000 mule umeichomoa, hukuweka, lakini mchungaji hajui. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe mchungaji hajui, lakini mchungaji anajua wewe ni mwaminifu. Kumbe wewe ndio ujichomoe mwenyewe kwenye hiyo tabia mbaya ya uwizi. Mumeniibia, ndio maana mnaishi kwenye laana. Hebu soma kwanza mama, endelea kusoma hapo. Mstari wa 10. Amen. Leteni zaka kamili ghalani. Sio 40,000 kwenye 500,000, 50,000 zaka kamili. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Amen. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwemo nafasi ya kutosha au la. Amen. Mungu akubariki. Ni msomi mtoto huyu mama, waliolipa ada wewe. Mungu awazidishie. Jamani, mmeona sasa? Anasema nijaribuni kama sitawafungulia madirisha ya wapi? Ya mbinguni. Kwamba kumbe madirisha yamefungwa, tumejifungia wenyewe kwa tabia zetu. Tabia zetu ni mbaya. Mnasema sasa mimi, ndio maana nimesema ambao hawajapita mbele kutoa fungu la 10, ina maana wao wiki nzima wamepata 0. Kwani zaka ni shilingi ngapi? Zaka ni kati ya vile ulivyovipata. Toa cha Mungu. Weka 200 kwenye 2,000 uliyopata ya wiki, weka 200 kwenye bahasha, lete hapa. Ndio kipato chako hicho. Itakuwa siri ya mchungaji. Nataka nikwambie, mchungaji ni baba. Mama mchungaji ni mama. Kuna mzazi anatoa siri za mtoto wake kwa watu. Basi mchungaji hata mwambia mtu yoyote kwamba unawekaga 200, si kuna jina pale. Na ndio maana zaka ambaye anatakiwa kuzihesabu na kuziombea sio wageni wanaofika kanisani. Mimi mchungaji angesema ombea zaka, ningesema hapana baba, hiyo tenda yako. Kazi ya kuombea zaka ni watu wawili tu, ni mchungaji na mama mchungaji peke yake ndio waliopewa mamlaka hiyo. Yaani Mungu yuko ndani yao wao. Na ndio maana nasema zaka ni siri baina ya mtu na Mungu. Nataka nikwambie, Mungu ni roho. Yaani hiyo roho, sisi hatuna shida na roho yako. Hatuna shida na maendeleo yako ya kiroho, hatuyajui. Ni siri yako wewe na Mungu. Lakini sisi tunataka matendo yako ya mwili. Matendo yako ya mwili yatatangaza Mungu wako wa kweli uliye naye ndani. Ndio maana tunapiga kelele za uzinzi kila siku. Acha uzinzi. Hautaacha, kwa sababu uzinzi ni mwilini, unapofanya ni mwili. Lakini roho yako iko mbali na nani? Na Mungu. Roho ikiwa mbali na Mungu, maana yake mwili hautakuwa sawa. Ina maana rohoni kule kumeharibika. Tukufundishe ujifunze kumpenda Mungu. Ukimjua Mungu, huwezi kufanya uzinzi. Huwezi kuwa mwizi. Utakuwa mwaminifu kwenye sadaka, utakuwa mwaminifu kwenye zaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tufundishane kwanza mambo ya wapi? Ya rohoni. Kumpenda Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tukidili na wewe mwilini huku, jamani, hatutakupata kamwe. Na Mungu hafanyi kazi na sisi mwilini, rohoni, anafanya kazi na sisi mwilini. Ngoja nikwambie,
wakati Mungu anaanza mchakato wa kuwakomboa wana wa Israeli wapi? Misri. Nataka nikupe kodi hapa. Wakati Mungu anafanya mchakato wa kuwakomboa wana wa Israeli Misri, unafikiri alitumia njia gani? Kama yeye asingeweza enda, maana yeye Mungu ni roho, akatafuta mtu ambaye ni mstarabu, msikivu, mwenye akili sawa sawa. Akaenda kwake akasema, Musa, nataka nikutume wewe kwa Farao ukamfanye awaruhusu wana wa Israeli watoke kule. Nataka nikwambie, hicho kitabu ni Kutoka 7 mstari wa kwanza. Kutoka 7 mstari wa kwanza. Nasoma katika jina la Yesu. Biblia inasema hivi, Bwana akamwambia Musa, angalia nimekufanya wewe uwe kama Mungu kwa Farao. Umenielewa? Kwamba kumbe Mungu lazima aingie kwa mtu ili afanye kazi na watu mwilini, sio rohoni. Aya, Farao ni wa rohoni. Halo? Farao ni wa rohoni. Wewe uliyefungua kitabu kile, hebu fungua na kitabu cha Warumi 9:17. Warumi 9:17. Fungua hicho utasoma. Endelea kufungua. Umeshapata? Njoo. Sikizeni wasomi hawa sasa. Warumi 9 mstari wa 17 inasemeje? Kwa maana maandiko yasema juu ya Farao ya kwamba nilikusimamisha kwa kusudi hili, ili nionyeshe nguvu zangu kwako, jina langu likatangazwe katika nchi yote. Amen. Mumeisikia hiyo sasa? Anasema kumbe kule kunasema Mungu akaendelea kufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Sasa Mungu anapambana kuwatoa Waisraeli kule, tena Mungu anaenda kwa Farao anazuia usiwaruhusu watoke. Sasa anza kujiuliza, huyu Mungu lengo lake ni lipi? Kwa nini anawapambania Waisraeli na kwa nini anawazuia tena, namzuia kiongozi asiwaruhusu kutoka? Jiulize. Ndio kitabu tumesoma kwamba kumbe ilikuwa ni kusudi la Mungu. Lengo lake ni nini? Kwamba kumbe Waisraeli kwenda Misri aliwapeleka wakawafanya wale wa Misri wabadilishe njia zao, wafate Mungu wa Waisraeli. Wakarogwa wana wa Israeli na miungu ya Wamisri. Yakawa majinga. Yaani Mungu ambaye aliingia ndani yao wampeleke Misri, wakarogwa, wakashindwa na miungu ya Kimisri, wakawa hawana uwezo tena. Kwa lengo la Mungu halikutimia. Kwa Mungu anapoanza yale mapigo 10, anapoanza pigo la kwanza kubadilisha yale maji kuwa damu, ilikuwa ni fundisho kati ya Wamisri na Waisraeli. Wote wajifunze ukuu wa Mungu, kwamba nyinyi nimewaamini, kwamba mimi nitajidhihirisha kwa Farao kule, mkatangaze jina langu kule. Leo hii sisi tukienda kwa Wamisri huko, wanatushinda, hatuna akili. Wakianza kusimulia mipira, unapanda gari kutoka Mbalizi mpaka Uyole, wanasimulia mipira, hujazungumza Yesu hata kidogo. Umemezwa na abiria wenzio, wamekuzidi uwezo. Kumbe ungeweza kustopisha kidogo, useme jamani, tuseme habari za Mungu kidogo, wangekusikiliza. Lakini kwa sababu humwamini Mungu uliye naye, umekuwa mjinga, umerogwa na Mungu wa wale wapenda mipira. Mungu wako ni dhaifu sana. Nasema kila siku kwamba nyinyi wakina mama, hata mkiwa kwenye biashara zenu, hebu mtangaze, hebu shindanisha Mungu wao na miungu ya wenzio, ili wale waamini Mungu naye muabudu wewe, maana na wenyewe wanasali vile vile. Kwa mfano leo Jumapili kuna watu wameenda makanisani, Biblia wengine wanazigeuza hivi, kichwa juu miguu chini, wamezigeuza, yani miguu juu kichwa chini, lakini wameenda kanisani leo Jumapili. Ndio maana napenda kusema kwamba ibada za Jumapili asubuhi ni ibada za wote wenye mwili, lakini za jioni na za katikati ni ibada za wote walioitwa. Wewe umeitwa au? Haleluya, haleluya jamani. Ibada za katikati hatuhudhurii, ndio ibada zenye utukufu wa Mungu sana. Leo hii Mungu ametupa wachungaji vijana kabisa. Mchungaji Mwampiki na mama ni vijana kabisa ambao wanaweza kukufikia wewe popote, muda wowote, kwa namna yoyote. Lakini umelala, huamini Mungu wa wachungaji wako. Wakija wachungaji kutoka mbali, umepata taarifa kwamba wamekuja sehemu, mnakimbia wote, mnaacha na ibada kwenu bila mamlaka ya mchungaji. Waambie nendeni, mnajiepeleka wenyewe, kwamba Mungu wa yule ndio sawa, ila Mungu wa mchungaji wenu dhaifu. Nataka nikwambie, mnapishana na baraka zenu.
Baraka yenu iko ndani ya mchungaji wenu. Mchungaji wenu ametumwa kama Mungu kwenye bonde hili, kama Musa alivyotumwa kwa Farao. Kwa Mungu ameingia kwa mchungaji, amesema nimekufanya wewe uwe kama Mungu kwenye hili bonde. Linaitwaje bonde hili jamani? Wanaitwaje hapa? Okay, pipeline. Inatosha hiyo? Inatosha hiyo? Shigamba pipeline. Labda kwa hivyo. Maana ukisema tu pipeline, Senjere na hiyo unasema kama pipeline. Kumbe ni Shigamba, Mbalizi, Shigamba, pipeline. Sawa kabisa. Kanisa la Pentecost Assemblies of God. Yaani huyu baba yenu nataka niwaambie, baraka zake, baraka zenu anazo yeye. Yaani akitamka, pokea. Wewe upokee, unamwona mtu wa kawaida tu. Nataka nikwambie, Yohana sura ya 1 mstari wa 14 anasema nikafanyika mwili. Yaani Mungu bado anaendelea kutengeneza mazingira kwamba yeye ni roho, hawezi kuja hapa yeye kwa sababu anaikuja kupitia mtu. Kwa amevaa mtu, amevaa mchungaji, kwamba mimi nitajidhihirisha kwa wanangu, kwa viumbe wangu kupitia baba huyu. Lakini wewe unapokeaje? Wewe unamchukuliaje? Unamchukulia kama mtu wa kawaida. Haya, pale amesema nyumbani kwangu chakula hamna. Haya, Mungu ni roho, Mungu anakula. Kiari kulia. Mungu ni roho, Mungu anavaa. Anasema nyumbani kwangu chakula hamna. Sasa kama chakula hamna, anavaa, yeye ni roho. Kwa kumbe inabidi ushituke. Kwa Mungu kumbe amevaa mtu. Kwa na ndio maana unaponyosha kidole Mungu anasema usimnyoshe kidole nani? Mtumishi wa Mungu. Kwa unaponyosha kidole Mungu anaona unamnyoshea yeye. Maana amemchagua huyu baba ajidhihirishe kwetu sisi. Tupate maisha kupitia baba huyu. Tupate baraka zetu kupitia baba, lakini hatujui, tunaishi kama ming'ombe tu. Mwanzo mwanadamu huyu ambaye ni wewe, kabla hajaitwa mwanadamu alikuwa mtu. Hana utisho wala hana upako wa kimungu, ni mtu tu wa kawaida. Ndio kule kwenye Mwanzo 1 mstari wa 26. Anasema na tumfanye mtu kwa sura yetu, kwa mfano wetu. 27. Anasema Mungu akamuumba mwanadamu. Yaani Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. 27. 28 anasema akawabariki. Akasema zaeni mkaongezeke na kuitisha nini? Nchi. 29 anatoa mtaji. Kwamba huyu niliyemuumba huyu, sasa ataishije na mwachaachaje? Huyu niliyemuumba na mwachaachaje? Akampa mtaji. Katupa mimea, katupa miti toao matunda na chakula. Kwamba hiki ndio kitakuwa chakula chenu. 29. 30 anatoa chakula cha mifugo. 31 anasema amemaliza nini? Uumbaji wake. Hiyo ni Mwanzo kuanzia sura ya 1 mstari wa 26 mpaka mwisho 31 pale. 31 amemaliza kila kitu amekifanya. Hiyo siku ya 6 amefunga pale sasa. Kwa huku mbele anakutolea maelezo ambayo ni Mwanzo sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 4. Pale ukisoma, maana umesoma Biblia yote kuanzia Mwanzo 1 mpaka kuanzia Mwanzo vitabu vyote 60 na ngapi? 65. 65. 66 akiacha. Cha 66 baada ya kuwa mwanadamu sasa amepotea, ikabidi ashuke Yesu mwenyewe. Cha 66 kile. Ikabidi ashuke Yesu mwenyewe ili afanye ukombozi kwa makosa ambayo mwanadamu ameyafanya, kwa ile laana ambayo mwanadamu amepewa. Ikabidi sasa Yesu aje mwenyewe aiondoe ile laana. Ndio kitabu cha 66, kitabu cha Ufunuo. Kile ni kitabu kinahusika na ukombozi wa mwanadamu tena, yani kuzaliwa mara ya pili, yani kuishi uzima wa milele. Kwenye kitabu cha Ufunuo kile weka pembeni. Lakini vitabu vyote 65 ni vitabu ambavyo vipo kwenye Mwanzo sura ya 1, nenda mpaka sura ya 2, soma mstari wa 1 mpaka wa 4, utakuwa umesoma Biblia yote. Ukisema Biblia ni msitu mnene, hapana. Biblia sio msitu mnene. Biblia ni kitu kidogo chenye utukufu mwingi. Ndio maana ukifundisha leo, heri wenye moyo safi maana watamuona Mungu. Ukitufundisha hiyo, kesho utafundisha hivyo, unakuta Mungu amekupa mafunuo mengine. Kwamba hapa kama nazungumza hapa, manake ni Roho Mtakatifu ameniunganisha mimi na wewe tuelewane katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Lakini nazungumza mwilini, lakini moyo wangu na wakwako kuna connection huko. Kwa hata kama leo hutanielewa, lakini ipo siku hayo yatafanya kazi siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Biblia ili uielewe vizuri, manake nataka usome kwa vituo. Biblia nzima nataka nikuelekeze leo. Biblia nzima ina sura moja tu, na sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Yaani ni Mwanzo sura ya 1
natamani uandike hapo, halafu ukasome, utarudia. Mimi nitakupa na namba za simu ili nitakapokwepo, kama umetingwa sehemu upo, uniulize, unipigie simu uniulize, umebanwa sehemu sasa, umeshindwa kusupport neno lako, basi unipigie simu, nitakwambia fungueni kitabu hiki kinazungumza, kitatafsiri vizuri. Biblia nzima ina sura moja tu na ya pili. Yaani Mwanzo sura ya kwanza, unaenda na sura ya pili, unasoma mstari wa kwanza mpaka wa 4, utakuwa umesoma Biblia nzima. Haleluya. Utakuwa umesoma Biblia nzima. Ndio maana kwenye Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27 anasema Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Anaonekana aliumba siku moja. Lakini Mwanzo hiyo sura ya pili mstari wa 18 anasema si vema huyu mtu awe peke yake. Sasa unaanza kujiuliza, mbona kula ameumba mwanaume na mwanamke? Huko anasema si vema. Kumbe ukianza kusoma tu Mwanzo sura ya pili mstari wa 5 unakuwa umeingia kwenye historia. Lakini ukisoma Mwanzo sura ya kwanza yote, nenda sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 4, unakuwa umesoma kwenye uhalisia. Yaani kwenye maisha halisi. Mwanzo sura ya pili mstari wa 5 unaanza kusoma historia. Kwa yote utakayosoma huku mbele yanajirudia yaliyoandikwa huku nyuma. Kwa hapo ndipo panapochanganya sana namna ya kusoma Biblia na kuielewa. Haleluya. Sawa na kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo nataka nikwambie. Kitabu cha Ufunuo kina sura moja tu. Ufunuo sura ya kwanza, soma mstari wa kwanza wote. Mstari wa kwanza wote mpaka wa 8. Yaani Ufunuo sura ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 8. Utakuwa umesoma kitabu chote cha Ufunuo. Yaani mstari yote 22 umesoma. Sura yote 22 umesoma pale. Pale panaposema ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwa kwa upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika kamwonyesha mtumwa wake Yohana. Mstari wa 2. Aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Yaani mambo yote aliyoyaona. Mstari wa 3 anasema heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Mstari wa 4 anasema Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia. Haleluya. Hivi saa iko hapa. Hamna saa humu ndani. Najua ratiba ya kufunga ibada hapa, naijua. Naijua kupenda saa. Dakika zangu zimeisha nyie. Nilinogewa mimi jamani. Nilinogewa. Mchungaji wetu ni mchungaji wa 7. Tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu ni wa 7. Mchungaji wa kwanza kabisa alikuwa ni Adamu. Adamu alichemka kaishia njiani wakati nitakiwa tuendelee kumsema Mungu. Mchungaji wa pili akawa ni Nuhu. Nuhu akapita. Mchungaji wa 3 akawa ni nani? Akawa ni Abraham. Mchungaji wa 3. Mchungaji wa 4 akawa ni nani? Ni Musa. Musa akapita naye. Sema ni jambo, yani ni story ndefu ambayo nitakiwa seminar hapa sasa. Ili ni mfumo kwa mtiririko mzuri unielewe. Mchungaji wa 5 akawa ni Yoshua. Amechukua kile kijiti kwa Musa. Ameishi nacho kijiti mchungaji wa 5 huyo. Baadaye anakuja kumkabidhi Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji mchungaji wa ngapi? Wa 6. Mchungaji wa kwanza alikuwa ni Adamu. Wa pili alikuwa ni nani? Nuhu. Wa 3 alikuwa ni nani? Ni Ibrahimu. Wa 4 alikuwa ni nani? Musa. Wa 5 Yoshua. Wa 6 Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji ni mchungaji wa 6 anayetangaza ujio wa kwanza wa Yesu. Kwanza kuipinga, yani kupinga sheria za kina Haruni, kwamba yupo anayestahili kuliko sheria hizi, ambaye yani anasema ambaye nira zake zitakuwa nini? Laini. Na mizigo yake ni miepesi. Ni Yesu Kristo. Anatangaza huyo Yohana Mbatizaji. Waliuawa watu kipindi hicho, wakina Bartholomayo. Walikufa watu kipindi wanapoleta imani nyingine. Walikamata sana imani ya Musa, kwamba Musa, yani mnaanza kuleta sheria zingine, mnapinga sheria za Musa. Watu walikufa sana. Na ndio maana Mungu alichokifanya kabidi Musa ampoteze tu. Musa angewambia hata kaburi lake lingekuwepo, watu wangekwenda kuhiji kwenye kaburi la Musa. Sasa hawajui kaburi liliko, kwa hiyo ikapotea hivyo hivyo. Wakaanza kuamini Yesu, kwamba sasa kumbe Yesu basi awe Yesu tu, kwa sababu kaburi la Musa hawalioni. Ikabidi waingie kwa Yesu. Kumbe kwa Yesu walivyoingia wakukosea mwenzangu. Hata mimi nasema wewe uliingia kwa Yesu hujakosea, umeingia sehemu sahihi sana. Haleluya. Yesu Bwana ndio kila kitu. Mama mchungaji ameeleza kwa kina, katoka hapa akaenda mpaka pale anazungumza uzuri wa Yesu. Kwa kama wewe huelewi mwenzangu kuhusu na habari za Yesu mwenzangu, unaenda wapi sasa? Yesu ndio kila kitu.
Unajua kuna watu wanamwabudu Yesu wa kupapasa, lakini wanaheshimu ibada. Saa 12 kamili wako ibadani wenzetu, wanafanya ibada, wanamuita Yesu huyo wa kupapasa. Je, sisi ambao tunatangaza Yesu wa kweli kabisa, siwe zaidi? Tunasema ibada saa 4, tunafika saa 5, tunafika saa 6, alafu tunajiita watakatifu. Ngoja nikwambie, ndio maana kwenye neno utakatifu Biblia ya Kiingereza ikaweka makundi mawili. Baada ya kuona mwanadamu mtakatifu kwenye asili yake, ametoka kwenye asili yake ya utakatifu, ikaweka makundi mawili kwamba mwanadamu mtakatifu hayupo. Ikaweka makundi mawili. Ikasema mwanadamu huyu kwa sababu amezongwa na mambo ya dunia sana, amekandamizwa na watoto, amekandamizwa na familia. Sijasema mmechelewa kuja ibadani kwa sababu mlikuwa mnafanya mambo ya kipuuzi. Mlikuwa mnalea watoto. Wengine mmechelewa kutoka kwenye malindo yenu, wengine ni walinzi. Wengine mmechelewa kupokewa hivyo. Yaani hivyo, wengine mlikuwa shambani, usafiri uligoma, basikeli zimepata pancha, mmechelewa kufika ibadani. Tuwahurumie hivyo hivyo. Kuchelewa ibada iwe bahati mbaya, isiwe mazoea. Kuna wenzetu wanatushinda. Wanaanza ibada Jumamosi, Jumapili, Ijumaa jioni saa 12. Wanamaliza Jumamosi jioni saa 12. Yaani muda wote wanamwachia Mungu. Hata ukimpelekea pesa hachukui. Anasema pesa yangu utanipaga kesho. Hachukui. Namna gani wanamwamini Mungu wao? Je, sisi si zaidi? Ni aibu. Ni aibu tumebakia tukuita wa Pentecost. Pentecost ni upi? Pentecost ni uhalisia wa Kristo. Yaani Pentecost maana yake Yesu amekuwa mbele, sisi tumekuwa nyuma. Yesu amefika mahali sasa, ametuamini, ametutuma sisi tuende kwa niaba yake. Anasema enendeni mkawafanye mataifa kuwa nani? Kuwa wanafunzi. Wanafunzi wa nani? Halo, ulikuwa unasoma Biblia wewe? Mimi wanakuamini wanafunzi wa nani? Akasema tukawafanye mataifa kwa wanafunzi wa nani? Wake nani? Umeona sasa? Hayo ndio makosa hayo. Mnasomaje Biblia nyinyi? Hayo ndivyo palivyoandikwa hapo. Nasoma Mathayo 28 mstari wa 19 na wa 20. Nasoma mwenyewe. Kama pameandikwa hivyo basi mimi ndio nitakuwa na makosa. Panasema basi enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Wanafunzi wa nani? Wanafunzi. Imeishia hapo. Namba 2 anasema tena mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Namba 3 anasema mkawafundishe yale niliyowaamuru ninyi. Anayefundisha ni nani? Aliyeambiwa mkawafundishe ni nani? Si ni mimi nimeambiwa na Yesu tukawafundishe tulioamriwa? Halo. Tena mkawafundishe yale niliyowaamuru ninyi. Hawa wa mataifa tuwafundishe sisi. Kwa kumbe sisi tunakuwa walimu wa yule mataifa, sio Yesu. Sisi Yesu ametuamini, maana ametulisha, tumekuwa wanafunzi na tutawanya sio wanafunzi wake. Tutoke tuende sasa. Tumeshakuwa, tuende kwa niaba yake. Na ndio maana kwenye Ufunuo sura ya 2 mstari wa 6, Ufunuo sura ya 1 mstari wa 6 anasema na kutufanya kuwa wafalme na makuhani wake. Ukuhani manake mbadala au wawakilishi. Tunaenda badala yake. Yaani sisi sio wadogo, sisi ni noma. Tuko mbali kweli kweli. Sisi ni miungu. Biblia inasema sisi ni miungu. Anasema Mungu. Wakati Yesu anafundisha, sasa wale wa mataifa wanamuuliza, "Kwa nini unakufuru? Unajiita wewe ni Mungu?" Akasema sio mimi, ni Mungu alisema. Kwani hamkusoma kwenye Torati? Kwani hamkusoma kwenye Torati? Pale Mungu anasema, "Ninyi ndinyi miungu na wana wa aliye juu." Yaani mimi Mungu nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu. Nyote pia. Hakusema. Na ni kweli huko kwenye Torati alikosema Mungu ni kwenye Zaburi 82 mstari wa 6. Zaburi 82 mstari wa 6. Anasema ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia. Haya, kama Mungu ndiye ndio amesema sisi ni miungu, unafikiri ni nani anasema? Anasema sisi ambao tumeamua kumfuata Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Sisi sio watu wa kawaida. Ni kopi za Mungu. Ni sehemu ya Mungu. Haleluya. Kama mzazi ana nafasi kubwa kwa mwanae, tunahitaji kuna neno mpaka tunakoseaga kusema. Tunasemaga mzazi ni Mungu wangapi? Mzazi sio Mungu wa pili. Ukisema Mungu wa pili maana kuna miungu mingapi? Mingi. Mzazi sio Mungu wa pili, na kwenye Biblia hapo panaposema hivyo. Hayo maneno tunazungumza mitaani huko. Kwenye Biblia hapo mzazi sio Mungu wa pili. Ila mzazi ni kopi ya nani? Ya Mungu. Kwa sababu mzazi amekutengeneza wewe
hukuwepo. Vipi Mungu alikufinyanga? Nataka nikwambie, kuna vitabu vya historia vinasema hivi. Yesu akachukua udongo, akafinyanga kandege. Kandege mnakajua utujuni, au nyakisa utujuni. Kandege, mnakufahamu tu ndege? Akafinyanga kandege Yesu. Haya maandiko kwenye vitabu vya wenzetu wale Waislamu. Kwenye Qur'ani inasema Yesu akachukua udongo, akafinyanga kandege. Afu kale kandege akakapulizia pumzi, akakarusha, kakapeperuka, kakaondoka. Umeelewa? Na vitabu vyao vinasema lakini alifanya hayo kwa uweza wa Mungu. Unielewa? Hayo aliyafanya kwa uwezo wa nani? Wa Mungu. Haya, nikuulize swali. Mimi na wewe tunaamini kabisa nguvu aliyoifanya kukaumba hako ni nguvu ya nani? Ya Mungu. Ndani ya nani? Ya Yesu. Lakini kale kandege ukikutana nako ukaulize ni nani amekuumba? Atasemeje? Atasema ni Mungu. Atasema ni Yesu ameniumba. Wewe umeumba wangapi? Umeumba wangapi? Ni wangapi wanafuata tabia zako chafu? Leo hii watu wameokoka. Ndio mtu akiokoka anaanza kuangalia tabia za wenyeji. Kumbe ndio maisha ya warokole haya. Ndio anayoishi hayo. Na Biblia inasema huo ubaya unaomfundisha huyo mwanafunzi atakuwa mbaya maradufu. Kwa tuangalie namna ya kuishi na wokovu wetu, kwa sababu wageni wanaiga kwamba haya ndio maisha. Na mimi nakuuliza wewe, hayo maisha unayoishi ndio maisha ya Upentekosti? Halo? Hayo maisha unayoishi, je, ndio maisha ya uhalisia wa Mungu? Jibu ni hapana. Nimesema utakatifu ambao Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 12, anasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Hapa penye subira ya watakatifu. Sasa Kiswahili hakina mapana sana, kilikosa neno la kuweka hapo. Mwanadamu mtakatifu ni yule aliyeumbwa mwanzoni kule. Biblia inasema akapuliziwa puani pumzi ya uzima, akawa hai. Kule nyuma yule alikuwa mtakatifu, amekamilika kabisa. Lakini dhambi ilipoingia Edeni ikatusambaratisha sisi na Mungu. Tayari Mungu amemtuma mchungaji wetu na fimbo ya chuma atuongoze sisi, atuchonge tena turudishe kwenye uhalisia wa Mungu. Lakini mchungaji huyu tunamtazama kama mtu tu, tunamwangalia kama kitu tu cha kawaida, kama blaza tu. Lakini kama una akili, tazama ndani kwamba Mungu, asante, kumbe naishi na wewe waziwazi, sikujua. Hakika nimekukosea kwa muda mrefu, nirehemu, nisamehe. Unajua nikwambie, yani mchungaji akisema uwe mwaka wa mafanikio, sema napokea Baba. Yani ndio Baba. Nimesema Baba huyu ni siri. Unapotoa zaka ulipata 2,000 kwa wiki. Yeye hatatoa siri. Atasema tu mwanangu ni mwaminifu, ila tu Mungu muongeza pate zaidi, awe na mtaji mkubwa zaidi. Faida ya zaka inatunza kipato chako. Kama kipato chako, baba unasoma message. Unasoma ni message au kubeti? Nikajua una beti. Biblia achana nayo. Unisikilizi huko. Nikajua una beti. Wanabeti hiki baba. Wanabeti madhabahuni, wanabeti watu. Kuna watu wanabeti. Sio yule, lakini kuna watu wanabeti. Wanasema serikali imehalalisha, sio dhambi. Yesu alisema vya Kaisari mpe Kaisari. Kwa Kaisari na maamuzi yake na Mungu na maamuzi yake. Kamali ni dhambi. Yote ile ni dhambi, hata kama serikali imehalalisha kubeti, lakini ni dhambi. Usije ukaruhusu mwanao au wewe mwenyewe kubeti. Ni dhambi. Ile dhambi mimi binafsi naifananisha na dhambi ya uzinzi. Ni dhambi ikikamata mtu haichomoke. Ni dhambi ambayo ikishika mtu haiondoki. Sawa na baba au wakaka ambao ana wanawake 10. Ukipanga wanawake 10 hapa wote, mwambie baba Yesu anakupenda. Anasema ndio. Chagua mwanamke mmoja, punguza wote. Nakwambia hatapata wakumpunguza. Tabia ya uzinzi ilivyo mbaya, hata mpata wakumpunguza. Nakuta huyu hiki anaweza, lakini hiki hawezi, anakiweza wa huyu. Kwa anatengeneza, kila mtu ana nafasi yake kwake. Lakini ni namna ambavyo Shetani amekamata watu hawa, wacheza kamari na wazinzi, amekamata wasijitambue na wasichomoke. Hizo roho zikuingia, hutatamani ibada, hautatamani mausia ya mchungaji wako. Ni roho mbaya imekuingia. Namna ya kuchomoka huko
ni kuamua kutoka ndani kwamba Mungu, binafsi nimeamua kuacha dhambi. Yesu atakufanya kuwa kiumbe nini? Kipya. Nataka nikwambie, neno kamari ni kamari tu kwa Kiswahili. Kwa Kiingereza tafsiri ya neno kamari ni hii hapa. Kamari maana yake kasino. Na kasino tafsiri yake ni kwamba keshi is not return. Yaani ukitoa keshi hairudi, ni kuliwa tu. Hawauliza wanaobeti kama wameikula, hawaragi wale. Imefika mahali wameliwa kamari, ndoa zinasumbua, watoto wameshindwa kulipa ada, alipita kwenye kamari kwanza. Yaani ni mbaya kuliko chochote kile. Kamari ni mbaya sana. Na wewe angalia, fuatilia hao kwenye tabia hizo. Kuna namna ya kumsaidia huyo. Na namna ya kumsaidia maana yake ni goti. Wewe ambaye unatamani fulani aache kamari abadilike, nenda chumbani kwako kapige goti. Wewe ambaye unatamani watu waokoke, nenda chumbani kwako kapige goti. Nataka nikwambie, mikutano ya nje tukiweka watu hawaji. Wanasema bichoro. Hawaji. Wanaona aibu kwa rafiki zao. Wanaona aibu kwa wapenzi wao. Wanaona aibu, hawaji. Wanaona aibu kwa wachawi wenzao, hawaji. Mikutano ya nje. Semina hawaji, tunakuja wenyewe. Tunawapataje? Tuende tukawafanye mataifa. Tunawapata wapi? Kumbe ibada iliyo njema ni nyumba kwa nyumba. Tunaanza msako nyumba moja badala ya nyingine. Nilifikiri tutakuwa na ibada 2. Nilipanga hivi kwamba tukitoka hapa ingalau tuwahi kumaliza ibada, masaa 2 tutoke tukazurule nyumba kwa nyumba, tuambie habari za Kristo, tuambie habari za Yesu, tuambie uzuri wa Yesu. Nataka nikwambie, ukienda nyumba kwa nyumba, Yesu hatakuacha. Ataamini moyo wako wa utayari kufanya kazi yake. Popote utakapoenda hatakuacha, atakuwa na wewe. Haleluya. Atakuwa na wewe. Cha msingi useme, Yesu mimi naenda. Naomba usiende kunidhalilisha, na hata kudhalilisha. Utashangaa ukiweka mkono kwa wagonjwa, wanapata afya. Akiokoka, yani akipona mgonjwa kwenye nyumba zinazotini, watu wanaumwa huko, wanaumwa kwenye majumba yao huko. Lakini wewe unakata ndio salama yao, lakini umekaa huku. Huendi kule. Sema, Mungu siendi kwenye kigenge changu, leo naenda kushuhudia. Masaa 2 naenda kupita nyumba kwa nyumba binafsi. Mungu, leo kazi ya leo nataka niifanye nipate changizo ya kanisa. Nataka tupate maiki za kanisa. Nachora karatasi, naenda kwa mchungaji nigongee muhuri pa. Naenda nyumba kwa nyumba, naomba mchango, tuna ujenzi wa kanisa. Tunataka vyombo binafsi. Mchungaji akushangae tu, umeenda na karatasi, baba, nimechapisha hii stationery, naomba nigongee muhuri. Mchungaji ataisoma, hawezi kukataa huduma yako. Yaani upo ndani ya kanisa miaka 2, hakuna kitu unafanya. Kesho na peke yako unakuja ibadani. Kesho kuto unakuja pigirani peke yako. Wewe ndio nini sasa? Mimi niliandaa watu 2. Wabonde hili nikasema 2. Mutake musitake, Jumapili tutakuwa pale kwa mchungaji nani? Mwampiki. Wakasema haina shida. Bahati mbaya mpata dharura ya msiba, wamefiwa, mwaka reli, wamefiwa. Jitamani, siku za ibada zinaandaliwa toka jana. Mungu, sadaka yangu ni hii kwa ajili ya kesho. Alafu pili, sitamani kwenda peke yangu, nataka niende na mtu. Huyu mtu unaangalia naye kufaa. Kwa yule unaenda kwa yule, lakini ulishapiga goti. Ukifika pale ulishamwambia Mungu, wewe ndio ukawe sauti kwa huyu mtu. Nakwambia hata kataa. Maana umemtanguliza Mungu. Na Mungu anaangalia nia yako ya kweli ndani. Na ndivyo atakavyoishi na wewe. Atakubariki kwenye maisha yako. Sisi tunafikiri tunakomboa eti kwamba 10,000 nipeleke sadaka, nitoe sadaka. Hapana. Nyumbani watoto unga hamna. Wewe toa, alafu mwachie Mungu. Nienda siku moja na mke wangu kuhubiri Kiela. Ningetaka tuje naye leo. Kuna dharura imetupata. Maana pia tuna maandalizi naenda Malawi kuhubiri Injili. Sasa basi kawa hivyo. Dharura. Anakachanga. Kwa wakiwa nakachanga, wakina mama kachanga na wenyewe akili zao zinakuwa bado hawajatengamaa sana. Mtoto akilia kitu kidogo tu, yani wamechanganyikiwa hivi. Ni sawa. Mama akiwa mjamzito, ufahamu wake wa kale unakaa pembeni, mwili wake unatengeneza ufahamu mpya. Yani unatengeneza mwili mpya unaoishi na watu wangapi? 3. Wa kwanza kabisa ni yeye mwenyewe, wa pili mtoto ndani ya tumbo, wa 3 ni mume. Mama anabeba watu 3 wakati mmoja. Ndio maana nasema baba, tuheshimu sana wanawake. Wanapitia mengi sana. Yani mwanamke akiwa mjamzito
anachukua tabia za baba. Yaani kale katoto kanasababisha mpaka mama achukue mpaka tabia za baba 40% mpaka 60%. Ni chache. Kwa mama unakuta tu ana tabia za baba, anazungumza habari za mchanga mtoni. Hakuwa hivyo, lakini tayari amekopi kale katoto, kamekuwa sensa ya kuhamisha tabia za baba kwenda kwenye akili ya mama. Mama anakuwa hivyo. Sio mama tu, mpaka baba anachukua tabia za mkewe 20% mpaka 30%. Kwa baba anakuwa tabia za mke wake. Mama ututuli mayo tumalike mondeko. Yaani analuta tunyama tutobaki jana kwenye chungu. Tunyama jana tulipika robo kilo mke wangu. Hatukubaki tunyama tutatu. Yaani anapiga hesabu za ajabu. Tabia za mkewe baba amekuwa nazo. Na hizo tabia zinaishi. Kale katoto kamesababisha tabia ziendelee kuishi. Unasikia, baba na mama wanaendana hivi. Kuendana kule ni watoto, uzazi ulisababisha. Kale katoto kanawaunganisha hawa pasipo wao kujua. Ndio maana katoto kunazaliwa kunafanana na mama, kunafanana na baba. Sasa jiulize wewe, ni miujiza hiyo imekakaje hapo? Ndio maana wenzetu Waislamu wanasema hivi, huyu mwanamke akifiwa na mke hatakiwi kuolewa kwa muda fulani. Ule muda kwa nini wanauweka? Ule muda wanauweka ili ule ulinzi na ile hati miliki ambayo mume aliweka kwa mama. Ni somo refu afu zuri kweli kweli. Ile hati miliki, maana yake unapokuwa mke wa mtu au mume wa mtu, mwanamke anaweka hati miliki kwa mumewe na mwanaume anaweka hati miliki kwa mke wake. Kwa kuna kitu wenzetu wanaita eda. Yule mwanamke anaenda eda. Eda maana yake ni muda ambao ukikaa kule ile hali ya mwanzo ife kwanza, yule mwanamke awe huru, ule umiliki wa mwanaume mwingine utoke, ndipo aende kwa mtu mwingine. Nataka nikwambie madhara ambayo wanawake wanapitia akitoka nje ya ndoa ni mabaya pasipo yeye kujua. Maana wale hati miliki ni wadudu hai kabisa wanakaa kwenye mwili wake, kwamba sisi ni walinzi, sisi tunalinda mwili wa huyu baba, sisi tunalinda mwili wa huyu mama. Kwa asilimia kubwa sana ni kwa mama tunalinda mwili huu. Kwa wale wadudu mpaka wafe, akifa yule mwanaume kuna muda wa kuhesabu. Haya, huyu mwanamke ana mwanaume huyu, ana mwanaume huyu, ana mwanaume huyu. Kwa sababu yale ukifanya kitendo hicho mara moja, maana yake umeathiri mwili wako kwa huyu mtu. Yaani umekufa kwa huyu mtu tayari. Mungu awabariki. Tutakuja tuzungumze siku nyingine. Nataka tufanane nawe Yesu, moyo wangu mimi. Naomba tusimame. Nataka kufanana na Yesu, maisha yangu mimi. Nataka kufanana nawe Yesu. Nataka kufanana na Yesu, tabia yangu mimi. Nataka kufanana nawe Yesu. Nataka kufanana nawe Yesu, akili yangu mimi. Nataka kufanana nawe Yesu, maisha. Moyo wangu, moyo wangu, mimi nataka nifanane nawe Yesu. Nataka nikwambie, ukitaka kuikomboa familia yako, ukitaka kukomboa ukoo wako, kuwa mwaminifu kwenye zaka. Anza wiki lijalo muda wa zaka, piteni kanisa zima. Toa chochote ambacho Mungu amekujalia. Unasema Mungu, narudisha vya kwako. Umenibariki shilingi 5,000, lakini shilingi kadhaa, hii shilingi 500 sio yangu, ni mali yako. Weka kwenye bahasha, mrudishie Mungu. Mungu atalinda familia yako. Utashangaa watoto wako wana akili mashuleni. Utashangaa mume wako amerudi kwenye mstari. Utashangaa mke wako amerudi amekuwa sawa. Kumbe Mungu amegeuza kisogo. Hatujawa waaminifu, na ndio maana anasema tunaishi kwenye laana pasipo kujua. Tunaishi kwenye laana. Chomoka kwenye laana hiyo. Hebu mjaribu Mungu kuwa mwaminifu, kwamba asante Yesu, nimepata hiki. Yupo kijana wangu mmoja ana bajaji. Yeye akipiga tripu moja anaangalia amepata shilingi 2,000, ana draw 2. Anasema 2,000, nitaiba.
200 ni ya Mungu. Anachomoa hii 200 kwenye draw nyingine. Alafu ikifika jioni anamtumia mchungaji wake kwenye namba yake. Haleluya. Mimi naabudu kanisa la EAGT Ikuti pale Iunga. Ukisimama Iunga kanisa, ukivuka reli kanisa linaonekana pale mbele. Nimezaliwa pale tangu nikiwa mdogo, nimekulia pale tangu nikiwa mdogo. Mama yangu ni mchungaji wa EAGT pia, yuko Igurusi, anaitwa Teddy Mwakatoga. Juzi nilikuwa nafanya semina hapo kwa mchungaji mwaitwa Emmanuel hapo kwenye shimo la reli pale. Nimefanya semina pale. Mama yangu pia alikuja kunitembelea. Maana anapenda mafundisho, anapenda sana kujifunza mama yangu. Kiukweli anapenda hivyo. Akisikia sehemu kuna mafundisho anakuwa kielele, usikiliza aseme mimi ni mchungaji. Anapenda sana kujifunza. Hata wewe tamani kujifunza. Maisha yetu sisi yapo katika mwongozo wa neno. Bila neno sisi ni wapofu. Hatutaona. Maana Biblia inasema neno langu ni taa ya miguu yenu. Ina maana anasema kama ambavyo jicho likipofuka mwili huwa gizani, na ndivyo hivyo neno la Mungu ni taa. Hatusomi neno la Mungu, tuko bize. Tumeletewa simu sasa hivi, simu zetu zina Biblia. Kumbe Biblia hiyo ikusaidia wewe ukiwa kwenye gari, usisikilize upuzi wa wengine. Soma Biblia tu. Utakapofika unakuta kuna vitu umechukua. Ukiwa chooni, wengine unakaa chooni mpaka dakika 10. Dakika 10 ni nyingi. Weka tegeshea simu mbele pale, soma. Kuna muda, kuna vitu utakuwa navyo tu. Mimi mwenzenu nazungumza hivi, sijisifii, lakini neno la Mungu nalijua kidogo. Naweza nikasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mpaka ya 20 bila kuangalia Biblia. Naweza nikasoma kitabu cha Ufunuo chote bila kuangalia Biblia. Sio rahisi. Yaani sio rahisi. Nitamani kujifunza na namwambia Mungu, natamani nijifunze, natamani kulishika neno lako. Na wewe ukitamani kulishika neno la Mungu itakuwa hivyo. Ukilishika neno la Mungu, ukikutana na jaribu, vifungu vinakuja vya ushindi, unashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi natamani na wewe ufike mbali sana. Kanisa la Kipentekosti ni kanisa liwe makimbilio. Mimi nasemaga kila siku kanisa la Kipentekosti ndio mlima Sayuni. Ndio Biblia inasema kiti cha enzi kiko hapo. Kwa wewe matendo yako huko yakatangaze Yesu. Kaheshimu mabalozi, kaheshimu wenye viti. Wakisema kwenye maendeleo ukawe wa kwanza kufika. Wakisema michango kawage wa kwanza, ili waseme mchungaji Mwampiki amefundisha watoto wake uchangamfu na kupenda viongozi wao. Ipo siku inatoka tenda kutoka makao makuu, kavunjeni makanisa yote. Kanisa letu viongozi waliache, waseme hapana, lile kanisa waumini wa pale ni waaminifu, wako sharp tukitangaza kitu chochote kwenye ubalozi wetu. Ukiheshimu wale utakuwa umemheshimu Mungu aliye ndani yao. Maana ni Mungu amewaweka, ni Mungu amewachagua. Maana wanaowaongoza sio wale. Kwa hata kama mwenyekiti ni mvuta bangi, ni mlevi, hata kama balozi ni mvuta bangi, ni mlevi, lakini nikamheshimu, utaona Mungu atakapokurudishia baraka. Mungu awabariki sana. Anayesema mimi nina shida apite mbele, tumuite Mungu mara moja. Nataka nifanane nawe Yesu maisha yangu mimi, nataka nifanane nawe Yesu maisha yangu, maisha yangu, mimi nataka fanane nawe Yesu. Baba, katika jina lako takatifu, wewe Yesu unajiita simba wa kabila la Yuda. Hata sisi tunaamini wewe ni simba wa kabila la Yuda. Tunaamini, ndio maana tumekubali kuja kukusanyika hapa. Ndio maana tumekubali kuweka kivuli hapa. Hiki kivuli kwa sababu tunakuamini wewe. Asante Yesu, tunakupenda sana. Bahati mbaya hatukujui tu, tunakujua kwa sehemu ndogo. Naamini kadri neno lako linavyozidi kupita masikioni kwetu, linatubadilisha, tunazidi kukujua. Maana unasema utakatifu tulio nao hautoshi. Inatakiwa tukue utakatifu hadi utakatifu. Yaani utukufu hadi utukufu. Kwa jina lako takatifu asante kwa sababu umenitumia mwanao kama chombo tu. Nilikuwa kama spika ambayo haiwezi kuongea mpaka wewe uwepo. Asante Yesu, tunakupenda na tunakuamini. Ili neno likawe dawa ya ukombozi wa watoto wetu. Neno hili likawe dawa ya ukombozi wa mioyo yetu. Ili neno likawe dawa ya ukombozi wa mafanikio yetu. Kazibariki kazi zetu. Kabariki shughuli zetu na mifugo yetu. Kabariki kila kitu. Kalekebishe ufahamu wetu.
akili yetu vikutazame na kukuwaza wewe tu, kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa mchungaji baba huyu mbeba maono wa hili bonde, maana sio mchungaji tu wana washirika wake hapa. Najua ni mchungaji wa hili bonde lote. Bwana, kupitia baba huyu watu wakakujue wewe. Asante kwa sababu Mungu tumekuamini sasa kwamba kumbe unaongea, kumbe ni wewe unaongea, sio mchungaji Mwampiki. Ni wewe unaongea ndani ya mchungaji Mwampiki. Tunaamini hivyo sasa. Tutamheshimu baba huyu, tutamsikiliza. Kuanzia sasa Mungu tumepona. Endelea kutuponya, endelea kututibu kwa sindano zako. Amen. Yesu awabariki sana. Yesu awabariki sana. Naomba tukae. Naomba tukae. Zaka inatunza vyanzo vya mapato yako. Ila zaka sasa, kama mtaji wako ni 200,000, utabakia 200,000 hiyo hiyo. Hata kama utakuwa mwaminifu kwenye zaka, utabaki 200,000 hiyo hiyo. Ukitaka uongeze kwenye kipato chako, toa sadaka. Sadaka na zaka ni vitu viwili tofauti. Zaka maana yake ni kwamba unasema 200,000 hii hainitoshi, nataka iongezeke. Kwa toa zaka, sadaka, toa na zaka, ongeza na maombi. Hautakuwa mtu wa kawaida. Utakuwa mtu wa ajabu katika ulimwengu wa kimungu. Yesu akubariki. Karibuni, mimi nakaa Mbalizi hapa, niko chini hapo. Karibuni sana, Mungu awabariki. Naamini siku moja nitakuja hapa. Sasa hivi mnanifahamu, siku nikija mtanipokea. Yesu awabariki sana. Karibu baba. Karibu sana. Jamani, makofi mengi na vigeregere. Anasema mambo mengi sana. Mungu akubariki. Nashukuru. Amen. Nashukuru sana. Asante. Jamani